Jana mwili wa MC Pilipili uliweza kuwasilishwa nyumbani kwake Swaswa Dodoma, ambapo waombolezaji walianza kuja kuaga huo mwili wa marehemu MC Pilipili. Nyumba ya familia ilitumika kama sehemu ya kuaga kabla ya ibada kuu ya mazishi iliyopewa ratiba baadaye. Waombolezaji wengi, marafiki na majirani walijitokeza kuonyesha majonzi na heshima kwa marehemu MC Pilipili. Msiba ulikuwa na mazungumzo ya kihisia sana. Ndugu wa Pilipili walisema walihisi majeraha mwilini mwake na kwamba kifo kilivutia maswali mengi sana vichwani mwa watu kutokana na vile ambavyo aliweza kukutwa na majeraha mgongoni. Dada yake wa MC Pilipili, Veronica Matias, aliongea na waandishi wa habari na kufichua kuwa alipokea taarifa za kifo kwa simu na kuja nyumbani kwake kuangalia hali halisi vile ambavyo aliweza kutaarifiwa hiyo taarifa juu ya kifo cha ndugu yake huyu MC Pilipili. Jeshi la polisi Dodoma limesema kuwa kuna alama za kuashiria kushambuliwa kwa mwili wa MC Pilipili na majeraha yaliyobainika hayakuwa ya asili ya kifo cha kawaida. ACP William Mwamamfupa alisema uchunguzi unaendelea ili kubaini walioshiriki na tukio hilo la kifo cha huyu MC Pilipili. Inaripotiwa kuwa msaidizi wake alipigiwa simu na mtu asiyejulikana na akaitwa mahali pa makutano na watu wasiojulikana na baadaye alikutana nao ndani ya gari. Manake msaidizi huyu wa MC Pilipili aliweza kupigiwa simu na watu wasiojulikana na akaitwa mahali pa makutano au pa mkutano na watu pia wasiojulikana na baadaye alikutana nao ndani ya gari. Ndo umauti huu basi ukaweza kumkuta huyu MC Pilipili. Familia ilionyesha huzuni kubwa sana na pia majonzi ya kutaka ukweli kuhusu sababu za kifo cha ndugu yao huyu, hasa kutokana na majeraha ambayo iliweza kubainika kuweza kukutana nayo huku sehemu ya mgongo wake. Ni dhahiri kabisa aliweza kushambuliwa na watu, sio kifo cha ghafla au cha maradhi, no, ni vile tu aliweza kushambuliwa na watu, ndio maana umauti ukaweza kufanyaje, ukaweza kumfika huyu MC Pilipili. Inasemekana kuwa MC Pilipili ameshaweza kuzikwa, na kama ambavyo nimeweza kujua ameweza kuzikwa siku ya hapo jana kama ambavyo iliweza kuratibiwa tayari tarehe na mahali pa makaburi ambapo paliweza kupangwa rasmi hapo Dodoma Swaswa, na taarifa za maombolezo na maziko zinathibitishwa na vyombo vya habari. Hata hivyo kuna utata mkubwa sana kuhusu kifo chake huyu MC Pilipili. Polisi wanasema kuwa kuna alama za kipigo kwenye mwili na uchunguzi unaendelea kubaini ni nani na ni kwa nini. Tumeweza kushuhudia siku ya hapo jana bwana, wale wasanii wenzake especially wachekeshaji walikuja kuzungumza, kila mtu alikuwa anakuja kuzungumza neno pale msibani, sio wote kwa sababu ili kwa muda kuna wale watu ambao ni A-list kidogo, ni essential kidogo, lazima wale ma legend kama kina Mpoki hao, kina Joti, tuliweza kuona vile ambavyo waliweza kuongea kwa uchungu sana. Tuliweza kuona vile ambavyo Mpoki aliweza kuongea kwa uchungu sana kusema kwamba alikuwa anategemea yeye kabla hata ule mwili wa MC Pilipili hajaweza kufanyaje, hawajaweza kuuzika, alikuwa anatarajia pengine wahalifu tayari wangekuwa jela, lakini haijawa hivyo, kitu ambacho kimeweza kumdisappoint sana kwa sababu polisi wameweza siwezi kuzungumza sana, lakini wameweza kusema kwamba amekuwa disappointed sana kwa sababu alikuwa anatarajia pengine au alikuwa anapendezwa kabla hata mwili wa ndugu yao huyu MC Pilipili hawajaweza kuuzika, basi watuhumiwa hawa au wameshaweza kukamatwa tayari, wapo mahakamani. Mambo ndivyo, lakini haijawa hivyo. Kwa hiyo alikuwa anaongea kwa machungu kabisa, lakini pia tuliweza kumwona vile ambavyo Joti aliweza kupewa microphone ili aweze kuongea, lakini hakuweza kuongea. Ni dhahiri kabisa alikuwa na machungu makubwa sana moyoni mwake, ndio maana alishindwa kuongea. Tunafahamu ukiwa na machungu moyoni kuna namna unakuwa unashindwa kuelezea jambo fulani. Kwa hiyo alionyesha dhahiri kabisa ameweza kuguswa na ule msiba, ndio maana alikosa hata neno kusema. Just imagine mtu ambaye ni msanii, tunafahamu msanii ana uwezo mkubwa sana kuongea kwenye kabnasi ya watu, kwenye crowd ya watu kubwa, lakini ndio hivyo alishindwa kuongea kutokana na vile ambavyo ule msiba uliweza kumgusa kwa kiasi kikubwa sana huyu
huyu Jote. Bwana, mambo ndivyo yalivyo. Lakini pia watu walikuwa wanajaribu kuhusisha kifo hichi pamoja na mgogoro au mzozo ambao huyu MC Pilipili alikuwa nao yeye pamoja na mke wake. Tunafahamu kabla hichi kifo basi tuliweza kuzipata taarifa ambazo zinasema kwamba wawili hawa basi mume na mke, MC Pilipili pamoja na mke wake huyu Cute Me na huyu walikuwa na mzozo kidogo au mgogoro, contradiction, conflict juu ya ndoa yao. Conflict kubwa sana, maana walikuwa hawaelewani kabisa, totally to the maximum walikuwa hawaelewani. Sasa watu wakawa wanajaribu kucompare huu mgogoro pamoja na hichi kifo. Pengine huyu ndiye ambaye ameweza kusababisha umauti wa huyu MC Pilipili au vipi, kwa sababu kifo kinaweza kumkuta basi wawili hawa walikuwa kwenye mgogoro mkubwa sana. Na mmoja ya rafiki wa MC Pilipili aliweza kutujuza kwamba MC Pilipili kabla hajaweza kwenda huko Dodoma, tunafahamu aliweza kabla huo mauti kuweza kumkuta alikuwa ameweza kualikwa Dodoma kwa ajili ya shughuli yake ya kuwa MC. Sasa kabla hajaweza kwenda huko aliweza kuongea na rafiki yake wa karibu sana na kuweza kumwambia kwamba anatamani sana pindi akiweza kwenda huko na kuweza kuwasili nyumbani kwake basi aweze kukaa chini na kuweza kutulia na mke wake kuweza kufanyaje kusolve kuondoa huo mgogoro, basi kwa mambo mengine aweze kuendelea ili basi ndoa yao iweze kuwa na amani, sio kama ilivyokuwa. Sasa kabla ya hilo tukio kuweza au hiyo hatua kuweza kuifanya ya solution ya juu ya ndoa yao, basi ndo mauti ukaweza kumkuta. Sasa watu wakawa wanajaribu compare au kusanisha kifo hichi pamoja na mgogoro huu. Pengine kwa namna moja ama nyingine mke wake ameweza kuhusika, kwa sababu tunafahamu MC Pilipili alikuwa ni mtu ambaye ni mtu wa watu sana, alikuwa hana noma na mtu, alikuwa ni mtu ambaye yupo straight sana, alikuwa anajali sana watu, alikuwa hana fitna na watu, alikuwa ni mtu ambaye anapendwa sana, alikuwa very appreciated, alikuwa very talented. Lakini kwa nini umauti huu umeweza kumkuta? Na sio umauti wa ghafla, no, umauti wa kuvamiwa. Je, hawa watu gani ambao wanamvamia? Kwa sababu tunafahamu huyu mtu alikuwa hana maadui, japokuwa wanasemaga bwana ukiwa una achievement kubwa lazima unatengeneza maadui. Lakini kwa MC Pilipili haikuwa rahisi sana kuweza kufanywa tukio kama lile. Ndio maana watu wakanajabu kucompare kifo hichi pamoja na mgogoro huu ambao alikuwa nao yeye pamoja na mke wake. Lakini mimi sifahamu, lakini taarifa ambazo zimeweza kuripotiwa ni kwamba uchunguzi unaendelea, na pindi tu uchunguzi utakapokuwa umeweza kumalizika basi taarifa hizi juu ya kifo chake zitaweza kuwekwa kwa umma au public, watu waweze kufahamu nini chanzo, na je wahusika wameweza kukamatwa au la, na vipi imekuwaje chanzo na vitu kama hizo. Nadhani polisi wataweza kutoa hizo taarifa na vyombo vya habari tutaweza kufahamu nini chanzo cha kifo cha huyu MC Pilipili. Bwana, mambo ndivyo yalivyo. Lakini nikukumbushe tu au nikwambie nitakuwa nakuletea updates zote kila mara, lakini ili basi taarifa zote na updates zote zisiweze kukupita hata kidogo, niweze kukusii tu chini ya video hii upande wa kulia hapo kuna neno limeandikwa subscribe, bonyeza hapo kisha alama ya kengele, bonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele, turn on notification. Kwa kufanya hivyo tu utakuwa umeweza kujihakikishia kwa mwanafamilia hai kabisa wa hii channel yetu pendwa, ambapo basi taarifa zote na update zote ambazo nitakuwa nikikuwekea hapa kila wakati hautaweza kupitwa nazo hata kidogo. Lakini pia usisahau kushare, kulike na kucomment kwa maoni yako kwa hicho ambacho nimeweza kukujuza. Ni jambo ambalo ni la msingi sana. Bwana, mambo ndivyo yalivyo. Mpaka hapo mimi sina la ziada, nikutakia wakati mwema, tukutane next time na kwaheri, bye bye.